Shiabini. Shule hii ni nzuri sana. Mpenzi mtazamaji wa TV TNNP, nakukaribisha leo katika mahojiano yetu, na tunayo furaha kukuwa na wageni siku ya leo ambao wameweza kufuzu katika shahada mbalimbali. Wageni wetu wa siku ya leo, katika mkono wangu wa kulia tunaye mgeni ambaye ataenda kutuambia jina lake, na pia katika mkono wetu wa kushoto pia tunaye madamu wetu hapa ambaye atatueleza jina lake na pia tuambie shahada ambayo amefunzwa nayo. So mwenzangu. Ndio. Kwa majina naitwa Eric Kioko. Mimi ni mwanafunzi, nimehitimu diploma kwa Hospitality Management, na Kenya ningependa kuambia hao wanafunzi wenzangu huko nje wenye bado hawajajiunga na wangependa kujiunga. Hii course ni course mzuri sana. Hii mambo ya kupika ni kitu unajitolea ndani yako. Tena ukifanya hii course usikue kama umesukumiwa na wazazi. Ni course iko ndani yako ya kuweza kupika, na pia iko na kwa upande wa disadvantages, mambo mingi ni unapata mwanafunzi ana pesa ya kulipa shule, lakini huku usikufe moyo. Unafaa kuomba Mungu na pia atakufungulia milango pia. Na pia kwa kitu kingine ni kuna pia na support ya wazazi pia. Na Kenya ningependa kusema hii course ina manufaa mengi. Ni hii course ukisomea hii mambo na kupika inafanya ufungue milango ya kuweza kwenda kwa mahoteli kubwa kubwa yenye hujai kanyaga pia, na pia unatembea nchi za nje huko Dubai na mengineyo. Ni hayo tu, sina mengi. Mwenzangu, ningependa kukuuliza swali moja. Katika maongezi yako umetuambia kwamba hii course ambayo unaifanya ambayo ni institutional management kwa lugha ya Kimombo ni course ambayo iko na kazi ama iko na opportunities mingi venye umetueleza hapo mwanzo. Ungeelezeaje ama ungepea aje matumaini yule ambaye angetaka kujiunga afanye kozi kama yako? Ungempea matumaini aina gani? Hasa ule mwenye amefanya mtihani wake wa kidato cha 4 na angetaka kujiunga afanye kozi kama yako. Ningependa kusema asikufe moyo na akuwe na hiyo ndoto. Kama ni ya kupika, akuwe semekana unaanzianga pale nyumbani ukipika chakula kidogo, ukiendelea hivyo unapika chakula watu wengi, na pia usikufe moyo. Kuwa na hiyo nguvu na imani kwa hii course unaenda kufanya, itaweza kufungulia milango, na pia utafanya utembee nchi mbalimbali, na pia utapata pesa mingi zaidi. Asante. Sisi unavyosikia mtazamaji, mwenzetu Kelvin ameweza kutueleza mengi kuhusu shahada ambayo amepata siku ya leo, na kuwahimiza wale wengine ambao wangetaka kufanya shahada kama yake ambayo ni course ya IM. Iko na manufaa mingi hapa nje na kazi ziko mingi, so anawahimiza wale ambao wangetaka kujiunga na wakuwe na moyo na wajitolee kwa hayo mambo ambayo wangetaka kuyatimiza. Tunataka tuelezee jina yake, atuambie shahada amefuzu nayo, na tutaendelea na mengine. Yes. Kwa majina naitwa Dorothy Momani. Kwanza nataka nishukuru na niko na furaha kujoin katika hii shule ya National Polytechnic Nairobi. Yes. Nimehitimu shahada la ICT, that is Information Communication Technology. Yeah. Express yangu huku, mimi nitaweza sema kama mtu nataka kufanya hii course lazima ujitolee na ukuwe na passion. Ni course ambayo iko na opportunities mingi, itaweza fuza. According to me tangu nifanye hii course nimeitwa shule na fuza, itaweza fanya kwa kampuni. Yeah, opportunities ni mingi. Okay. Yeah. Sawa, asante. Dorothy, Yes. Ningependa kukuuliza maswali mawili. Swali la kwanza, ungeambiaje wale wenzako ambao wana ile dhana ya kwamba mtu anayefanya shahada ya teknolojia ama venye umeita kwa lugha ya Kimombo Information Communication Technology, wana ile dhana ya kwamba ni ngumu na haina kazi? Ungewahimiza aje ama ungewapea
matumaini ya aina gani? Kwa sababu wewe ushaifanya, uko hapa sasa, wewe ikawa ushahitimu. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba hakuna kitu ngumu na hakuna kitu iliyo rahisi. Kwanza ni kujitolea na kuwa na hiyo passion, tunataka kufanya hii kitu. Unaona? Kwanza lazima mwenyewe ajitolee kufanya na ajitolee kabisa. Yeah. Asante sana. Pia sasa la mwisho, ni jambo gani moja ungeambia wazazi wako nyumbani, kwa sababu wajua wao ndio wamefika mahali huko, ungewaambia nini? Ungewashukuru kwa aina gani? Mimi ningependa kushukuru tu wazazi wangu kwa kunileta. Kwanza hii shule imenibadilisha maisha, na nina furaha tu kuhitimu na kinaona ndoto yangu imetimia. Asante. Mpenzi mtazamaji, jinsi umesikia kutoka kwa wageni wetu siku ya leo ni kwamba wana furaha, na kweli ukishafanikiwa lazima ukuwe na furaha. Venye umesikia wametuambia kwamba ukitaka kufanya shahada yoyote ile, ama ukitaka kufanya kozi yoyote ile katika maisha yako, lazima ujitolee, iwe inatoka ndani ya moyo wako, isikiwe ni kitu ambayo umelazimishiwa na wazazi ama marafiki zako, ama uwe ni ile tu yaani waona marafiki yako wanafanya na wewe unafanya. Iwe ni kitu ambayo imetoka kwa moyo wako, ndiposa uweze kuifanya vizuri na kwa njia inayofaa. Pia kwa watazamaji wetu tunawazii, naona shule sasa imekuwa ni shule kubwa ambayo ilikuwa hapo awali ilikuwa inaitwa Technical Training Institute. Kwa sasa ni chuo anuai ambayo ni National Polytechnic, na mnajua hadhi ya National Polytechnic zenye zinakuanga na mafunzo mazuri. Hasa hii shule yetu ya Nairobi National Polytechnic, tunawakaribisha nyinyi wote ambao wangependa kujiunga na hii shule. Inazo kozi mbalimbali na mafunzo mazuri, jinsi Dorothy aliposema hapo mwanzo ya kwamba iko na walimu wazuri na kila kitu ni kizuri. So tuwahimiza muweze kujiunga na sisi, ndiposa muweze kupata masomo kwa njia inayofaa. Kwa sasa ningependa kuwashukuru kwa wakati wenu na kujiunga na nyinyi, kutoa maoni yenu na kutoa wale wengine ambao wako huko nje wangetaka kufanya kozi kama senyu. Pea moyo, na mnapoenda huko nje mfanye bidii, na mwambie wengine, mpea motisha ili waweze kufanya bidii. Wakuje tu shule. Asante sana. Haya. Mpenzi mtazamaji wa TV NNP, tutakaribisha tena katika mahojiano yetu ya siku ya leo. Huko studioni tunao wageni ambao wamefuzu katika shahada mbalimbali. Katika mkono wangu wa kulia naye mgeni ambaye ataenda kutuambia jina lake, shahada ambayo amefuzu nayo na kutoka Afrika. Asante sana. Nitatumia Kiingereza kidogo. Hamna shida, yenye unajisikia nayo. I'm Apopo Augustine, graduate, electrical engineering telecommunication option. Asante. Jina lako limenipotelea kidogo, lakini if I can ask you, you have graduated, now you are a graduate. Yeah. What are your expectations after you have graduated? We have that notion like after somebody has graduated, whatever, that's what is popular in our country. Yeah. Like the moment you graduate, there's no work outside there. Yeah. So you as a graduate, what hopes do you have since you have graduated? Okay. Being a graduate from the Nairobi Polytechnic, I'd like to pursue or take my education to the higher levels, where I would like to take a diploma and degree, where in future, personally, I'd really wish to be one of the representatives in one of the National Assemblies of Kenya. I've wanted to represent one of the 290 constituencies in Kenya. So I'd really appreciate if I'd
if I'll take myself to higher levels, and to which I'll be able to represent my constituency at the at the National Assembly, and yeah. Okay. The last question, you have said that you want to be one of the highest ranked member of this country, Yeah. a leader. Now, what will you tell your parents, because they are the one who made you to elevate to a point you are? What if you are? I give you a minute to give a word of encouragement of thanking your parents for the good work they have done for you. Okay. First of all, I'd really thank my father for taking me to my high school. Yes, I thank my mother of course. for taking me to the higher education levels, Yes, and to which is the Nairobi Technical. I thank my mother for helping me reach this point. I thank my father for helping me accommodate myself onto these levels. My father has helped me. My father has given me my accommodations in these levels that I am. My father has really helped me, and I thank him a lot. I really big up my mother for giving me the food that I've always required for me being here, and I really thank them, and I really wish God giving them life, they be there and witness my success when I represent their constituency, which is one of my greatest desires of my heart. okay, Yeah, thanks. yeah. So, to our viewers, as you have heard from our colleague, he's saying that Popo. he's aspiring to be one of the highest member, a leader in this country in the coming future. Yeah. So, for those who are aspiring to be leaders in the future, this is the way. And where would they get you in your social platforms so that they can get more about you? Because you have told us you are an engineer. Yeah. In my social platforms, Yeah. you'll get me as a Popo Augustine, and at this moment, I'm doing interior design. You'll get me at Popo Interiors. This is where I get my food and where I get my accommodation. Okay. Thank you. With our graduate who have graduated with I think is a diploma a diploma in automotive but engineering. in a few is going to tell us which course he's taking, and we will learn more and get more from him. Now, my colleague, Yes. can you tell us who are you and which course did you take? Yeah. Thank you for this chance. Yes. My name is Michael Mutuku. Yes. I pursued a diploma in automotive engineering. Yes. I've really learned a lot during that period, Yes. both in terms of learning new skills and also getting knowledge to understand more about how machines work and how they're even made. Okay. Yes. Mr. Mutuku, Yes. what are the challenges did you encounter from the first day you entered this institution until now? You are exiting this institution with a diploma in the course you have told us. The challenge that I faced in automotive engineering was Yes. the fact that we do not have in this republic, we still do not have the innovation support Yeah. that students need. One thing I learned is when I was my module 1, Yeah. I and 3 other students Yes. came up with we learned how to bring in how to make some metals that can be used either in construction or can be used even in vehicles, but we did not really get that support. Okay. But then again, we really learned a lot, but during that course we decided that we are not just going to wait and ask for job opportunities. We have to be innovative and we have to create these opportunities ourselves. Yes. Yes. Mr. Mutuku, the last question. Yes. Since you have, I know your guardians, parents are with Yes. you outside, you go and enjoy. Yes. Yeah, my last question to you: what can you tell the government, as you told me from the beginning, like there is a lack of support from the national government Yeah. to support those people who have skills, like What so you. innovative. Now, what can you
Okay, what I'm saying, my question is, what advice if you have given a chance to Yes. tell the government, since you know that you are not the only graduate, there is those who are going to join Yeah. over the same under the same course. Yes. What advice would you give them, or word of encouragement as they are coming in? To the government, one thing I really understand from my point of view is that there are no jobs. Yeah. So the government should focus on how can these jobs be created, and now that is where the students who have new innovative skills, Yeah, come people who have new ideas. in. Yes. Now, for you to bring in an idea to a reality, you must have funds, Yes. because an idea is just a thought if it's not yet done. So for the government, students who have new ideas and who have new ideas, they should the government should give them financial support so that these ideas can be implemented, and if these ideas turn into a reality and helps the society to move forward and makes things to be easy in one way or another, other students and other people also get a chance to get job opportunities. So the government should really focus on those students who are skilled differently, or who have mastered their craft in a very unique way. Okay. Yes. Thank you. To our viewers, we are back again. As you told us that you want more visitors who will give us or a light on us on different areas, as we heard from our engineer. Here we have our engineer, the same engineer. Now, we are glad that you are watching us in our platform, that is our YouTube, TikTok, and other platforms. We are welcoming you all, and I'm grateful to my visitors for making your time. You have made your time to come here, and I wish you all the best as you going out there to look for jobs as a TNNP TV. Our studio, we are saying that we wish you all the best. Mpenzi mtazamaji wa TVNNP, leo tuna furaha kwa sababu tumeweza kukuletea mzazi wa wanafunzi ambao wanaweza kufuzu siku ya leo katika hichi chuo chetu anuai. Na mzazi yupo nami hapa, sitaki kumsemea, ila tu atuambie jina lake na anasikiaje baada ya mtoto wake kufuzu kutoka chuo hiki. Mama, tuambie. Kwa majina naitwa Patricia Modeu Richard kutoka Machakos, na niko na furaha sana kwa sababu kijana yangu amehitimu leo. Tunafurahi sana kama familia kwa sababu ya juhudi ambazo wamefanya wakati aliingia shule na mpaka akavumilia mpaka akamaliza. Tunashukuru sana. Ni yapi unaweza mwambia, kwa sababu kaa vijana wana ile dhana ya kwamba baada ya kufuzu na venye tunavyosikia nchini mwetu ati hakuna kazi, unaweza je ambia mwanao ya kwamba ile tu mpe ile motivation? Ile naweza mwambia ni ya kwamba Yes. hata kama amehitimu asichague kazi, na si lazima aanze kazi na ile kazi anapata pesa ama analipwa. Anaweza volunteer kwa mahali popote ambapo atapata nafasi afanye kazi, kwa sababu kuna tofauti ya kusoma masomo na kufanya hiyo kazi practically, na hiyo ni ya maana sana kwa sababu inafanya hata ile kitu amesoma katika shule iwe ni practical na iwe anaweza kuifanyia na itamsaidia baadaye. Kwa hivyo asiende kukaa. Asanteni. La mwisho, ungeambia kwa minajili kaa wazazi, mmoja wa wazazi, ungeambia aje shule na wale wazazi wengine wangependa kuleta watoto wao? Shule hii ni nzuri sana, inasaidia sana. Watoto wakija hapa hata wakiwa na motive ambayo hawajipatii watoto, nashukuru kwa sababu ya walimu wanahimiza watoto watie bidii, wanahimiza watoto ya kwamba hata mtu akianguka, tuseme ni kwa practical moja ama kwa masomo, anaweza fanya vizuri kwa hiyo pepa ingine ama kwa hiyo level ingine. Kwa hivyo nawashukuru sana, nashukuru management ya
hii college ni nzuri kwa sababu hata kama hauna school fees yote wanakuvumilia na unaweza lipa school fees na installment, na at the end of the unapata mtoto amefuzu na una mzigo. Asanteni mzazi kwa hayo maneno mazuri ambayo yamemtia yanapea moral wazazi wengine waweze kujitahidi walete watoto wao katika shule hii, na pia tuwahimiza kwamba hayo ni maneno yametoka kwa mzazi kwa wazazi wengine ya kwamba hii ni shule mzuri. Tuwahimiza wazazi wote waweze kuleta watoto katika chuo hiki ili wapate mafunzo, aweze kufuzu kama mtu ameweza kufuzu na mzazi ana furaha huku. Na mwisho tu mama, ungesalimia watu wawili nyumbani ambao umekuja kuwakilisha hapa? Nataka kusalimia mama yangu ambaye ni nyanya ya Michael, Angela Mwikali, ambaye alikuwa anasimama na yeye kwa maombi na kumpatia mawaidha wakati alikuwa shule. Na pia nataka kusalimia my husband Richard Mutende ambaye ni baba yake, ambaye amejitolea, amempatia support, akampatia moral support na pia spiritual support, na sisters wake Catherine na Victoria, wote kwa sababu ya kusimama na yeye, na ninashukuru sana kwa sababu tumekuja kuona amehitimu, na hii shule izidi na iendelee mbele na watoto wengine wakuje na waweze kufaidi kutoka hapa. Ni shule ambayo itapeleka hii Kenya mbele. Asante. Asanteni kwa maoni yako mama. Tungetaka kumalizia hapo kwa leo, na hadi siku nyingine tutawaletea wageni wengi. Asanteni sana kwa kutusikiza na kututazama.